kupigwa. Kauli anayoenda nayo naenda kushinda. Mwanajeshi yuko radhi afe ila bendera ya taifa lake ipepee. Kwa hiyo mpaka mwisho wa vita ndo atajua mimi nimeipambania kiasi gani bendera yangu. Nimefanikiwa ama sijafanikiwa. Kwa hiyo anaweza akafanikiwa kuitetea brandi ya Simba ili aweze kubakiza makombe, vile vile ikashindikana. Mwisho wa siku tukaja kuambizana na zile kauli zetu, tumekufa kiume, haikuwa bahati yetu, tunajipanga msimu ujao. Lakini yote kwa yote Africans ndo ana nafasi kubwa ya kutoa mataji yote, kwa sababu kigezo cha kwanza kinachompa nafasi kubwa Young Africans ni kwamba yeye ndiye mtetezi wa mataji yote. Wao wako finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho, na pengine wanasema baada ya matokeo ya jana meza ni rahisi kuipigwa hapa kwenye ardhi kwa maana ya Benjamin New Amani Complex, kwa namna ambavyo inazungumzwa. Ni yeye kama ataweza kupindua meza, ni yeye. Siwezi kuzungumzia michuano ambayo mimi ndio nimekuwa muasisi. 2023 mimi ndiye nilienda mpaka finali. Kwa figisu nyingi, bodi ya ligi walihusika, TFF walihusika, na hata wao wenyewe Simba walihusika kuwafanya Young Africans washindwe kutoa ubingwa wa shirikisho, si ndio? Kwa hiyo hicho anachokifanya kwangu mimi ni marudio. Angeenda finali ya kombe la klabu bingwa ningemuona the best, lakini kwenye kombe la shirikisho vipi performance kwa namna moja ama nyingine? Performance ya nani? Simba Sports. Performance ya Simba ni performance ya kawaida sana. Kwa nini nakwambia ni performance ya kawaida? Na ndio maana hata tarehe 8 aliogopa hakuleta timu. Anatuambia sisi tunamuogopa Mpanzu. Kwani Mpanzu tarehe 8 hakuwepo? Kwa hiyo mimi nadhani yeye anachotakiwa kufanya ni kukaa chini ya organize na wachezaji wake, wajue jinsi ya kutengeneza timu itakayoweza kuleta upinzani kwenye ligi, na sio kuanza kutuletea maneno ya mchongo, mara nina timu, mara natengeneza timu. Akikosa kikombe atakwambia nilikuwa natengeneza timu, akipata kikombe anakwambia tayari. Huo ni ushamba. Mimi nadhani wanatakiwa wajue jinsi ya kuorganize, watengeneze vipi timu yao ili waweze kuleta upinzani msimu unaofuata. Lakini kutuambia kwamba sijui mara wanaleta kombe la shirikisho, mara sijui vikenda vikarudi, hayo maneno tumeyasikia mengi mno. Tumeyasikia kila kukikucha. Tumeyasikia kwamba wanaenda kushinda Morocco, tumeyasikia. Kwa hiyo hayo ni maneno bado tunaendelea kuyasikia. Unajua swala la kujieleza huwa halikosi jibu, ila mazingira ndio haya yanatofautisha majibu. Hii sio hesabu kwamba 5 mara 5 ni 25 na haitabadilika, lakini mimi nitajieleza hapa kulingana na mazingira niliyopo. Nikienda pia nitatoa majibu ya kujieleza kulingana na mazingira yaliyopo. Kwa hiyo ana kila sababu ya kulinga, ana kila sababu ya kupiga kelele, ana kila sababu ya kusema kwamba analeta kombe, kwa sababu hajaingia bado ndani ya dakika 90 zilizobaki ambazo wanajivunia kwamba wao ndio kombe la shirikisho live, kwamba ya mwisho nyie hamkufanya hivyo. RS Berkane msimu jana alinyang'anywa kombe na Zamalek. Unadhani na kipindi hiki atakubali anyang'anywe kombe? Nakuuliza, unadhani na kipindi hiki anakubali kunyang'anywa kombe? Inategemea atakutana na Simba ya aina gani huko. Simba ya aina gani ipi? Kwani Simba si ndio ile iliyocheza jana, au kuna dirisha la usajili ambalo liko hapa katikati litakalowapatia nafasi Simba waweze kusajili, walete vyuma, tuseme itakuwa imebadilika siku ya tarehe 25? Tunaona jana ulinzi kuna namna mtu anayetegemewa hakuwa vizuri na alitoka kwenye dakika karibu kama 20 akashindwa kuendelea na mchezo. Pengine labda atakuja kuwa nguzo bora kwenye finali ya raundi ya pili. Kwani huyo beki jana aliyejivunja hawajawahi kufungwa huyo beki akiwepo? Kumbe alijivunja. Sasa wao nadhani ni nini? Sasa kumbe alikuwa na injury ndogo ambazo pengine zilisababisha kushindwa kuendelea. Unaweza ukawa na safu bora ya ulinzi na ukapoteza mechi. Unaweza ukawa na safu mbovu ya ushambuliaji na ukashinda mechi. Maana yangu ni nini? Aliwahi kusema Sir Ferguson kwamba safu bora ya ulinzi itakushindia mataji, safu bora ya ushambuliaji itakushindia mechi. Maana yake ni nini? Utakuwa na safu bora ya ushambuliaji itafunga, kuzuia haiwezi. Akili yake huwa ina sensi kwenye kushambulia. Ndicho kitu ambacho mpaka leo hii kinakuwa kinamkosti Pep Guardiola. Jana amepoteza kombe la FA pale England. Ndio kitu ambacho kimemkosti Barcelona pale
pale Italia akaweza kupoteza mbele ya Inter Milan kwa sababu ana safu bora ya ulinzi, ana safu bora ya ushambuliaji, ana safu mbovu ya ulinzi. Madrid ametolewa kwa staili hiyo hiyo, kuwa na safu bora ya ushambuliaji ila safu mbovu ya ulinzi ikaweza kumfanya akatolewa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi nadhani ili uweze ku maintain kikosi chako ni kila mchezaji kuplay part yake na kuweza kujua majukumu anayotakiwa kuyafanya kwenye mechi na kuweza kujua umuhimu wa matokeo wanayoyatafuta kwa wakati huo. So unaweza ukawa na safu bora ya ulinzi, safu mbovu ya ushambuliaji, beki mmoja akafunga goli, alafu wakaja wakazuia na akaweza kuondoka na alama 3 ambazo zikawa ni favorite kwao. Lakini ukiwa na safu bora ya ushambuliaji ikafunga magoli 15 huku safu mbovu ya ulinzi ikashindwa kuyalinda yale magoli 15, hakika huwezi kuondoka na pointi 3 ambazo zinakuwa ni muhimu. Kwa hiyo mimi nadhani wao wanachotakiwa kukifanya ni kazi yao. Mimi na Yanga yangu tuombee dua au tuwazidi kuombea njaa? Maombi anatakiwa yafanye kwanza yeye mwenyewe. Mimi siwezi kumfanyia mtu maombi ambaye yeye mwenyewe kwanza hajijali. Kwa hiyo mimi nadhani yeye atakavyoona kwamba kufanya maombi ni muhimu ama sio muhimu ni yeye. Kushukuru sana. Karibu.